Katika mfumo wote wa elimu kuna vitu vikubwa vitatu. Kwanza ni uwekezaji ambao unakuwa katika mfumo wa elimu wenyewe, kwa maana ya walimu na vifaa ambavyo vya kufundishia, kwa mfano vitabu na mazingira yote ambayo yanawezesha mwanafunzi aweze kujifunza vizuri. Kama ni masomo ya sayansi, tunazungumzia kuwa na maabara, na kwa sasa hivi tunazungumzia kabisa kama tuko kwenye dunia ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo tuna maana kwamba tunahitaji kuwa na vifaa vya kidijitali katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanajifunza vizuri. Hiyo ndio dunia ambayo tuliyoko sasa hivi. Lakini cha pili ni mchakato wenyewe ule wa kujifunza na ufundishaji. Je, unahakikisha kwamba ule mchakato unafanyikaje? Je, wanafunzi wote wanapata nafasi ya kujifunza? Walimu wana uwezo wa kufundisha wanafunzi kwa kutumia njia na mbinu ambazo zinahitajika wakati huu? Ndio jambo la kuangalia. Rai yangu ni kwamba tuongeze juhudi ipo. Mmeona kwa Tanzania sasa hivi tumereform, kuna some reforms, kuna mabadiliko naweza nikasema, kianzia kwenye sera ya elimu ambayo ilikuwa ni mwaka 2014, lakini sasa hizi unaona tuna toleo la 10 la 2023. Lakini pia tukirudi kwenye elimu ya juu pia kuna mabadiliko ambayo yanafanyika, kuangalia mitaala, kuangalia na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo rai ni kwamba yale ambayo tutayapanga, rai yangu kubwa kwamba tushirikiane, tuyatekeleze, yaanzie juu mpaka yafike chini. Yaani kwa lugha nyingine unaweza ukasema tuyatoe chumbani pia tuyalete sebuleni mpaka yatoke nje. Serikali inaweza kufanya ya kuweza kupublish zile document kwamba fedha inapotumika kwenye maeneo yetu inatumikaje. Sio tu kwamba tunapanga budget tunaitewa na tunaambiwa kwamba labda kuna ujenzi wa shule, lakini unakuwa kuna jamii labda wazazi wanakuwa hawaelewi au hawajui ile fedha imetumikaje, kwa maana ya miundombinu imejengwaje, kwenye notice board kunakuwa kuna vitu kama vile displayed. Kwa hiyo ni vizuri sasa kwenye hizi shule ukawa na display ya information, kwamba information ziwepo zote zinatolewa kwa maana ya mapato na matumizi ya fedha zinazotumika, ili iwe budget yetu iwe shirikishi kwa maana ya mchakato.